katika finalist 2019. These are amazing people. Zanishangaza sana watu hawa kwa jamii yetu ya Maa. Tanzania inazidi kupanuka, tunazidi kuona watu wanang'aa. Tunaona tunaweka watu mtaani wa maana sana. Asante sana DJ. Asante sana DJ. Yeah. Wengine wanasema masai zetu kuliko wengine. Inatosha bado. Natosha bado. Natosha bado. Napenda wasai wenzangu mimi. Inatosha bado. Natosha bado. Unacheketa mimi. Nisepotea mbinguni. Wako sieni sioni. Mama baba. Chuchu sumari dada. Wako miboya wewe. Mheshimiwa mgeni rasmi tumebo ulema sebo la rigole dumsa gara bo kena de la shule wona somika ore ngisoma nyi nebe kita yogen kanyi damo ora ba berwa yolo baba shule nele jenja mesoma raba yibuna wa yo radwa la yogondo ye somika na ore nkajibo gin ma na la yoni wede wendido amule ne mejo la yoni ne medendido ne meda hadina jama ara kiganda national jaga sinda ashamo jebga yoga kanyeta more be rwanda shule nidu bo bai kura ni hamada isoma to la ripo ke secondary de demsingi ndaro bulete cheke kia hamada jo ku Rejaban nyerere, wale nito arashua la yoni lana wap oiso, nedu nekisoma, nemelodo ako brunyelo shule nye na kisoma na ala nyalan. Bara wale kisoma nye bawakin na tangkara kang, tangkara kenyi, o tangkara kulo shule kiti. Kita duenya mati, nekiata. Kage tangkara kiamu, ikisoma bana kiasi ile rona longo ikisoma najo nage bore rata unape yuko bogen na tukoya nalo baba bono yiyo onde kije longo. Karibuni sana kwa mkubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, vile vile tunatoa shukrani kwa walezi wetu wote akiwemo kaka yetu mzee wetu Onesmo Lengurumwa na wanadumsa kwa ujumla kwa upendo na ushirikiano wao walioonyesha katika kujenga Dumsa hata katika kufanikisha tukio hili la leo. Mungu awabariki sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, Dumsa ni umoja wa wanafunzi wa jamii ya Maa wanaosoma katika vyuo vikuu na vyuo vya kati katika mkoa wa Dar es Salaam. Umoja huu ulianzishwa mnamo tarehe 12 Disemba 2015 ikiwa ni wazo la wanachama wachache wapatao 12. Hii ni kutokana na haja iliyojitokeza kutokana na uzoefu wa baadhi yetu kukumbana na changamoto mbalimbali kimaisha, hususan katika jiji la Dar es Salaam. Baadhi ya changamoto hizo ni kama vile kukosa ukarimu na ushirikiano tangu tunapofika jijini. Kwa mara ya kwanza, kutokana na miundombinu iliyopo, vile vile wenzetu kukosa mikopo, kushindwa kuendelea na masomo na pia maradhi, vifo na ugumu wa maisha kwa ujumla. Umoja huu ulianza ukiwa na jina la Edmasa, yaani kirefu chake Enaboishu Dar es Salaam Maa Student Association. Kulingana na vikao mbalimbali ambavyo vilikaa kujadili uanzishwaji na uboreshwaji wa umoja huu, kulionekana kuna haja kubadili jina hilo kutoka Edmasa kuwa Dumsa ili kukidhi matakwa na mahitaji ya kikatiba na hivyo jina kukamilika rasmi. Kutokana na kuona umuhimu wake, waanzilishi walichagua viongozi ambao waliongoza kwa kipindi hicho na walisaidia kutembelea vyuo mbalimbali kuhamasisha wanachama ambao walijituma kwa hali na mali kuhakikisha kwamba chama kinakuwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, wanachama hai wapatao 282
173 wakiwa ni wa kiume na 107 wakiwa ni wa kike. Wahitimu, tunao jumla ya wahitimu 52, lakini kutokana na majukumu mbalimbali, wengine wameenda field na changamoto mbalimbali, ambao wameweza kujumuika siku ya leo ni wapatao 31. Mheshimiwa mgeni rasmi, DUMSA iliundwa ikiwa na malengo yafuatayo: waunganisha wanafunzi wa jamii ya Maa wanaosoma katika vyuo vikuu na vyuo vya kati katika mkoa wa Dar es Salaam, kuweza kuelimisha ndugu zetu waliopo katika shughuli za ulinzi ili waweze kujikwamua kiuchumi, kiujasiriamali, tofauti na kutegemea shughuli hiyo pekee, ikibidi waweze kuachana nayo kwa kuwa kazi hiyo haina usalama sana katika maisha yao. Lengo lingine ni kufikia na kuelimisha jamii katika masuala mbalimbali ya kijamii, hasa elimu, matumizi sahihi ya rasilimali walizonazo ili kuondokana na umaskini, kusaidiana sisi kwa sisi kwa changamoto tunazokumbana nazo katika mazingira yetu na kimasomo, ikiwa ni pamoja na kuwasaidia wenzetu wanaokumbana na changamoto mbalimbali wakiwa masomoni kama vile kulipa ada na matatizo mengine ya kijamii. Kujenga mtandao mpana wa mawasiliano, network, sisi kwa sisi wana DUMSA na jamii hata kujulikana nje, yani jenga exposure to global world. Kutengeneza mfuko utakao kusaidia katika mambo mbalimbali kama vile kufikia jamii katika huduma mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kufanya tafiti mbalimbali yenye lengo la kutatua changamoto zinazoikumba jamii. Mfuko huu pia utasaidia kuratibu mambo mbalimbali ya kujenga na kuendeleza chama. Lengo lingine ni kuwa na usajili wa chama kama DUMSA kama taasisi isiyo ya kiserikali, yani NGO, ili kuweza kufanya mambo yake kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za nchi. Kuwa na tovuti ya chama ili kuweza kutambulika kirahisi, yani website. Kufanya tafiti mbalimbali juu ya masuala yanayogusa jamii katika nyanja zote za maisha na kushauri wadau kwa hatua za kuchukua. Mafanikio. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na changamoto mbalimbali, chama pia kimeweza kuwa na mafanikio kadha wa kadha kama ifuatavyo. Tumeweza kuongeza idadi ya vyuo kutoka vyuo 4 hadi kufikia vyuo zaidi ya 25. Kuongeza idadi ya wanachama kutoka wanachama 12 hadi kufikia sasa 282, ambao miongoni mwao wachache wanahitimu siku hii ya leo. Tumefanikiwa kufanya vikao mbalimbali vya chama kwa lengo la kukuza na kuendeleza umoja wetu. Tumefanikiwa kufanya chaguzi mbalimbali, ambapo kwa mara ya kwanza DUMSA ilifanya uchaguzi wake wa demokrasia mwaka 2017, lakini pia imefanya uchaguzi katika matawi kwa ujumla, ambapo hivi leo waliopo madarakani walichaguliwa na kwa kura za wana-DUMSA wenyewe. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumefanikiwa pia kutatua baadhi ya changamoto zinazotukabili kama wanafunzi. Kwa mfano, tumeweza kuchangia baadhi ya wenzetu ambao wamepata matatizo mbalimbali wakiwa masomoni, na wengine wameweza kumaliza, na hata wengine ambao bado tuko nao ni kutokana na jitihada na juhudi za DUMSA katika kuhakikisha kwamba wanatimiza malengo yao. Tumefanikiwa kufanya outreach katika mkoa wa Morogoro, Kilosa, katika kijiji cha Barakuyo, ambapo wana-DUMSA walienda kutoa elimu kwa jamii ya Maa, hususan katika masuala ya ardhi, ujasiriamali, mabadiliko ya tabia nchi, yani climate change, umuhimu wa elimu na kuwapeleka watoto shule pasipo kujali jinsia zao. Na bahati nzuri mgeni rasmi wa leo pia ulikuwa naye na alikuwa shuhuda. Tumefanikiwa pia kuipitisha katiba ya DUMSA ambao mheshimiwa mgeni rasmi pia atakukabidhi uione. Tumefanikiwa kujenga maadili mema, kuheshimiana kama ndugu, kuendeleza utamaduni wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumefanikiwa pia kuhudhuria kwenye kongamano la elimu lililofanyika Barakuyo, wilaya ya Kilosa, mkoa wa Morogoro, ambapo baadhi ya wanachama wa DUMSA walishiriki kama sehemu ya malengo ya chama. Tumefanikiwa pia kufanya outreach ya kutembelea jamii yetu kule Mkuranga,
ambapo pia tuliweza kufundisha umuhimu wa kuwapeleka watoto shule na pia kuwafundisha umuhimu wa kufanya shughuli za kiuchumi zinazoendana na wakati tuliopo. Pamoja na hayo, pia tulipata mwaliko wa kwenda bungeni Dodoma mwezi Januari ambao ulitoka katika chama cha Tanganyika Law Society kutoa maoni yetu juu ya mswada wa vyama vya siasa. Hili pia ningependa kumpongeza mlezi wetu ambaye ni Onesmo Ngurumo, kwani alishiriki katika kufanikisha hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, chama chetu kimekuwa kikishirikiana na vyama vya mikoa mingine kama EMASA ya Dodoma, MASA SUA ya Morogoro. Nyote ni mashahidi, wakati wa utambulisho mlisikia watu kutoka EMASA na MASA SUA, ambapo ushirikiano huo tunataka kuanzisha chama cha kitaifa ambacho kitaitwa DUMSA, yani kutoka Dar es Salaam University Mass Student Association kwenda Tanzania University Mass Student Association, ambayo katiba yake tayari imeshakamilika. Changamoto penye mafanikio siku zote hapakosi kuwa na changamoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa namna moja ama nyingine kuna baadhi ya changamoto kama ifuatavyo: mwitikio mdogo ama hafifu wa wanachama kuhudhuria vikao na kutoa michango kwa wakati. Bado hatujafanikiwa sana kuwafahamu wanachama wa jamii yetu kutokana na hali halisi ya vyuo na mahusiano ya watu wenyewe kwa wenyewe. Tunapata shida kubwa kupata ukumbi wa mikutano pamoja na jambo linalogharimu kutoa fedha za chama ili kufanikisha vikao hivyo. Bado chama chetu hakijasajiliwa, jambo ambalo linapelekea kushindwa kutambulika katika taasisi za umma na hivyo kupelekea kukosa baadhi ya huduma kwa lengo la kupunguza gharama. Bado hatujafanikiwa kwa kiasi kikubwa kuifikia jamii, kutoa elimu na kufanya tafiti mbalimbali zinazodhamiria kama lengo kuu la umoja wetu. Upungufu wa vyanzo vya mapato tofauti na michango kwa wanachama, ambapo linapelekea kukwama kwa mambo ya muhimu katika chama. Kutokuwa na akaunti ya benki ya chama kutokana na kutokusajiliwa kwa chama. Lakini pia tunakosa nyenzo za kisasa katika uratibuji na kuendesha mambo yetu kama kamera, ofisi na kadhalika. Mapendekezo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunashauri kuwa ili DUMSA iweze kuendelea ni vyema kuona namna ya kuwezesha usajili wa chama ili uweze kutambulika kwa mujibu wa sheria. Chama kutafuta miradi ya mapato ili kukusanya fedha zinazowezesha uendeshaji wa shughuli za chama. Uongozi uendelee kusimamia umoja wetu kwa manufaa mapana ya chama chetu. Lakini pia uhitaji wa kuwa na ofisi pamoja na nyenzo muhimu kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli zetu kama kamera. Hitimisho. Aidha, kwa mara nyingine napenda kutumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa majaliwa yake hadi wasaa huu. Ndugu mgeni rasmi, kwa dhati kabisa nikushukuru wewe binafsi mgeni rasmi pamoja na wageni wetu wote. Nawashukuru pia viongozi wote kwa ujumla, wanakamati na wanadumsa kwa ujumla kwa kufanikisha kuandaa sherehe hii. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Zaidi sana napenda kuwashukuru wote waliotoa michango yao kwa dhati ili kufanikisha shughuli hii ya leo. Nawashukuru walezi wetu popote walipo kwa ukarimu wao na ujasiri kwa kuongoza kufikia hapa tulipo. Mwisho nawashukuru wote mliofika mahali hapa, ikiwa ni pamoja na wenyeji wetu. Anza kwa uchache 12 idadi. Leo hii tunafika mamia tena mawili kutoka kwa tawi moja, leo ni matawi mengi. Jiji hili limejaa jamii tena DUMSA. Mungu Baba twakuomba moyo nayo nia njema kutumika kwa jamii tena yetu ya maa, niweze kunufaisha wale waliotulea, tusisahau kurudi kijijini elimisha. Ndugu zetu twawapenda tena twasema ukweli, kwa muda wenu jamani mmekuwa mkitulea, hakuna la kuwalipa zaidi ya shukurani. Kumbukeni kuienzi jamii yetu ya maa.
Mmesoma pwani nyingi tena zile tofauti, kama sasa ni sheria wengi tumewaongeza, pia na walimu wengi waongezeka nyumbani. Tumie pande zetu kuijenga na jamii. Ndugu zangu, naombeni kuzungumza kwa wote. Umoja wetu ni nguvu, utengano udhaifu. Mungu Baba kutuumba kwa viungo tofauti, kwamba sasa nitafanya kazi tena kwa umoja. Hata sisi pia ndugu, tufanyeni kwa umoja. Sasa mwarudi nyumbani kusaidia jamii, busara zenu hekima zipate kujulikana. Elimisheni jamii kwa yote mliyopata, hima ndugu zetu, sisi yetu ndio hayo. Wakati mwenyekiti wa kwanza alipokuwa ana mahafali yao, I am teaching law in Tumaini University. Nafundisha sheria katika chuo cha Tumaini Dar es Salaam. Most here are my students. Wengi hapa ni wanafunzi wangu. And I love the Maasai people. Na wapenda wa Maasai. Praise the Lord. I want to read one verse from the Bible. Nataka nisome kifungu kimoja kutoka kwenye Biblia. 1 Kings Wafalme wa kwanza 18 verse mstari verse 3. Mstari wa 3. And Ahab had summoned Obadiah, who was in charge of his palace. Ahabu akamuita Obadia aliyekuwa juu ya nyumba yake. Obadiah was a devout believer in the Lord. Na huyo Obadia alikuwa mwenye kumcha Bwana sana. There was a young man in the Bible called Obadiah. Kulikuwa na kijana mmoja kwenye Biblia akiitwa Obadia. I've preached about him for the last 1 week. Nimehubiri juu yake kwa wiki moja iliyopita. Now I am talking to the finalists. Sasa naongea kwa hao wanaohitimu. Compare your life with Obadiah. Linganisha maisha yako na Obadia. Obadiah served the Lord all his youth. Obadia alimtumikia Mungu ujana wake wote. The Bible says he was a devout believer in the Lord. Biblia inasema kwamba alikuwa akimcha Mungu sana. He invested all his youth in loving the Lord. Aliwekeza ujana wake wote katika kumpenda Mungu and worshiping the Lord. Na katika kumwabudu Mungu. This is what time. Huu ni muda wenu. To do like Obadiah. Kufanya kama Obadia. You have been granted the capacity to reach this level. Mmepewa uwezo wa kufika kiwango hiki. Don't forget God. Msimsahau Bwana. Worship the Lord. Mwabudu Bwana. Fear the Lord. Mhofu Bwana. Obadiah did all his youth. Obadia alifanya hivi ujana wake wote. You too do it. Wewe pia fanya hivi. Don't invest in running after money only. Usiwekeze ujana wako katika kukimbilia pesa, katika kufukuzia pesa. Running after sin. Kufukuzia dhambi. Women. Wanawake. Men. Wanaume. The desires of the world. Tamaa za dunia. As a youth, kama kijana, fear the Lord. Mhofu Bwana. The Bible says, remember your creator during your youth. Biblia inasema mkumbuke muumba wako kipindi cha ujana wako. Do like Obadiah. Fanya kama Obadia. Fear the Lord. Mhofu Bwana. God is having an eye on you. Mungu ameweka jicho lake kwako. If you get your education, ukipata elimu yako, and you keep God aside, na ukamweka Mungu pembeni, He may also ignore you. Pia anaweza na yeye akakuweka pembeni. And your dreams will die. Na ndoto zako zinaweza kufa. But if you give God the first place, lakini kama ukimpa Mungu sehemu ya kwanza, you live in the fear of God. Ukaishi katika hofu ya Mungu. You live in loving the Lord. Ukaishi katika kumpenda Mungu. All blessings come from Him. Baraka zote zinakuja kutoka kwake. You should seek His kingdom first. Utafute ufalme wake kwanza. Seek salvation first. Tafuta wokovu kwanza. Seek salvation first. Tafuta wokovu kwanza. And from it, na kutoka hapo, you will get all other blessings. Utapata baraka nyingine zote. And through you, na kupitia wewe, the Maasai community, jamii ya Kimasai, will be blessed. Itabarikiwa. Through you. Kupitia wewe. Through you. Kupitia wewe. As an educated man, kama mtu aliyeelimika, you invest your education, ukawekeza elimu yako in loving the Lord, katika kumpenda Mungu, in the fear of God, katika hofu ya Mungu, in shunning evil, katika kukimbia uovu.
in following the righteousness of God, katika kuifuata haki ya Mungu, you will be blessed and all your family. utabarikiwa wewe na familia yako yote. So salvation is calling for you. Kwa hiyo wokovu unakuita. God is calling for you. Mungu anakuita. Don't despise the call of God. Usidharau wito wa Mungu. Don't despise the call of God. Usidharau wito wa Mungu. Because of time, I will end here. Kwa sababu ya muda nitaishia hapa. But I'm always available. Lakini daima napatikana. For counseling, prayers, etc. Kwa ushauri, maombi na kadhalika. I'm also in the group. Pia nipo kwenye group. So you can see me there. Unaweza kuniona hapo. Let me pray for you and finish. Ngoja niwaombee na kumaliza. Can you please stand up? Naweza kusimama. Eternal Father, we confess that you are the God of all the earth. We proclaim your blessings upon all the students. We proclaim your favor upon all the students. We proclaim your grace upon all the students. We proclaim your blessings upon all of them. We proclaim your prosperity upon all of them. We proclaim your salvation upon all of them. May they love you, fear you, and save you all their lives. Bless them with your salvation and with the fear of God. May they excel spiritually, academically, financially, materially, physically, socially, economically, in all aspects. May they be the top and not the tail because of your promises. Bless all the finalists with good grades, with good GPAs and good jobs. Bless those who are continuing with focus and good capacity to perform excellently. And bless all of us who are here. In Jesus' name. Amen. Amen. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Herorogide bogin tangarne Yesu. Kwa majina yangu naitwa Ibrahim Oloishuro Kalaita. Mimi ni mchungaji kutoka kanisa la Calvary Assemblies of God Kilosa Umasaini Parabuyu. Amen. Lakini pia katika awamu hii nimejikuta pia nimeongezewa mzigo mwingine wa kisiasa kama diwani kwenye kata hiyo ya Parakuyu. Lakini katika mikutano kama hii napenda kutambulisha ile ya kichungaji kwa sababu najua hiyo haina mipaka. Lakini pia ni kazi ambayo ni ya milele. Sio ile ya muda kidogo alafu unaanza tena kusaka. Ishatoka kule mbinguni imetoka. Bwana Yesu asifiwe. Nichukue nafasi kuwashukuru sana kwa kunipa heshima hii ya kuwa mgeni rasmi katika mkutano huu wa jamii yetu, watoto wetu wa Masai kutoka maeneo mbalimbali. Nimefurahi sana. Naamini watu wengine wangeweza kupata nafasi hiyo, lakini bila shaka Mungu amewagusa nikapata nafasi hii. Najua ni heshima kubwa sana na Mungu awabariki sana. Mimi pia uwepo wangu hapa, mimi ni mzazi, ninaye mtoto wangu, nafikiri kwa Kiingereza wanasema sijui ni firstborn, lakini kwa watoto wa kiume ana dada yake na mtoto wa kiume ambaye naye ni mmoja wanao graduate hapa. Naomba basi asimame muweze kumuona galao. Amen. Kwa hiyo nikihamasisha pia lolote, nina haki ya kufanya hivyo kwa sababu nimekuwa sehemu.
Wakati huo tunawaruhusu wale watu wa comment makofi ya kuendeleza kwao. Bwana tunaomba kwao. Wakati huo watu wamesema keki yao haijawahi kuwa chini. Kwa hiyo kwa heshima na taadhima wamesema keki yao haijawahi kuwa chini. Kwa hiyo naomba mimi nimkaribishe mtu ambaye alisafiri kwa ndege na keki. Naomba nimkaribishe. Naomba jamani, finalisti naomba msikae tafadhali. Nawapenda sana. Hii keki bwana ilisafiri. Sasa nyinyi hamna uhakika. Kuna mtu alipanda ndege akaja na hii keki. Sasa ameniambia hiyo keki mkija kuiweka chini haitakuwa na haja ya kuliwa na finalist. Sasa naomba nimkaribishe huyu kaka ili atuambie hii keki ataenda kuwauziaje, ataenda kuwapeje ili jamani iweze kufika chini na sisi tunayesimama chini tuweze kula. Karibu sana kaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, wewe dada bibi, weka keki chini. Jamani, kuna askari kanzumu. Tusaidiane hizi kazi. Hamna morani. Dada, weka keki chini. Makubwa. Finalist mnasemaje? Aweke chini. Dada umeelewa? Kwenye keki ya kuna uhusiano wa chupa na keki. Okay, yeyote anayejitolea kwamba aweke hii keki anaiwekaje? Associates. Naomba kwa ninyi na wapenda, tutajua na wakamua wapi. Ndio tulienda. Hela utatoa tu. Associate nini? Kwa engineer kujitegemea. Nilisikia baba. Ndio. Hivi ndio vingine vina gharama. Mimi unajua engineer kujitegemea. Baba, keki imegoma. Tunafanyaje associate? Hebu tuwakilishe. Baba, boss unajua hela? Basi ameelewa. Ndio tuko wazito sana. Basi kwa niaba ya associate namba hii keki iweke chini kwa shilingi 1,000. Ngoja. Brother ngoja. Na maana na mimi nahusika. Okay, kwa associates tunachangia Lumsa kwa kuiweka hii keki kwa shilingi 100,000. Makofi kwa associates. Sasa naombeni mtamshika mgeni rasmi mkono wa upande huu na upande huu pamoja na baba. Tutanyosha kisu kwa kutukatia keki hii kama ishara ya umoja na mshikamano. Alafu taratibu zingine ziendelee. Naomba usimame pale dada, kaka hapa, mgeni rasmi atashika kisu alafu tutamshika mkono. Tutahesabu 1, 2, ya 3 tutakata. 1, 2, 3. Makofi na vigelegele jioni ya leo. Safi kabisa. Safi kabisa. Wewe pamba utaratibu baba. Hiyo sio sheria. mko wapi finalist mko wapi? Naniangusha. Naomba tuchangamke mara moja.
safi. Namna hiyo waimbaji wamejitokeza, mnajua watu na kalama zao. Kuna wengine unawaona wameperform mwaka jana. Mwenye nguvu na angekuwa pamoja nasi, awe nuru maishani, kutuangazia milele. Na huduma yako Mesia, unaiweka ndani yangu, niwezeshe kutimiza mapenzi yako milele. Ili kama uishivyo, nikuhimidi milele. Sifa utukufu wako ukurudie milele. Baba, Anaitwa Bettina Isaac. Oshala me marona bosh. Amor lo sasa ni layo. Ejingi nguluga genesu. Aha, kaga seba. Amore la naga ngorongoro. Na la yolo antima dioti. Ore ni desero. Na la yolo mara kuifare. Olusha me marona bosh. Me langa wangenda se. Amor lo sasa ni layo. Ejingi nguluga genesu. Amor lo sasa ni layo. Ejingi nguluga genesu.